Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Moja kati ya ripoti tuliokuwa nayo ni kwamba Marekani inataka kufanya majaribio ya makombora ya hypersonic ambayo hayajajaribiwa, na haya majaribio yatafanywa dhidi ya Iran. Kamandi kuu ya Marekani imeripotiwa kuomba makombora ya Dark Eagles yaliyokuwa yamecheleweshwa mara kwa mara kutumwa Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Amerika imeomba kwamba makombora ya Dark Eagle yaliyocheleweshwa kwa muda mrefu yatumwe Mashariki ya Kati na yakaishambulie Iran. Hii ni ripoti ambayo imepelekwa kwa Rais wa Marekani Donald Trump mnamo jana Alhamisi na kuripotiwa na shirika la habari la Bloomberg, ikitoa mfano wa watu wanaofahamu suala hilo. Makombora mapya ambayo pia yanajulikana kama Long Range Hypersonic Weapons LRHW yamekuwa yakitengenezwa nchini Marekani tangu mwaka 2018 na Pentagon ikimimina zaidi ya dola bilioni 12 kwenye mpango huo uliokusudiwa katika kupambana na Urusi na China ambazo zimeweka silaha za hypersonic mpya. Mpango huo umekuwa nyuma sana kwa ratiba na mfumo haujatangazwa kuwa unafanya kazi kikamilifu bado. Hata hivyo, ombi la kutumwa kwa makombora hayo ya Dark Eagles katika mfumo wa LRHW linatokana na taarifa za kijasusi zinazopendekeza kuwa Iran ilihamisha virusha makombora vyake vya ballistic kutoka eneo la kombora la Precious Strike PRSM. Mtu anayefahamu moja kwa moja jambo hilo aliambia Bloomberg, lakini bado hakuna uamuzi uliotolewa kuhusu ombi hilo kwa mujibu wa chanzo. Silaha nyingi za Marekani zimetumika katika maeneo mengi, na katika nchi kama vile Urusi pamoja na Iran zinatambua silaha nyingi za Marekani na jinsi ya kuweza kuzikabili. Sasa wakati huu kuna baadhi ya silaha ambazo hazikutumika kabisa. Miongoni mwa silaha hizo ni makombora ya ballistic ya Dark Eagles ambayo kwa mujibu wa jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati limeona kwamba makombora haya ya ballistic ya masafa mafupi hadi ya kati ambayo yalipangwa kuchukua nafasi ya mfumo wa makombora ya ATACMS unapaswa kupelekwa kwa ajili ya kuishambulia Iran. Mfumo wa zamani wa ATACMS ulitumwa dhidi ya Iran bila kufanywa taratibu za majaribio pia, lakini pia makombora haya yanaonekana hayakufanya kazi ipasavyo na yalidunguliwa. Makombora hayo ya ballistic yalitumika sana wakati wa mzozo huo, huku kikosi cha jeshi la Marekani kilichokuwa na silaha hizo mpya kikimaliza hesabu yake yote ya makombora hayo. Wakati jeshi la Marekani bado lina makombora kadhaa ya PRSM, usambazaji unaweza kuwa hautoshi ikiwa mzozo wa Iran utaendelea. Pentagon ilikuwa imeagiza karibia makombora 130 kabla ya mwaka wa fedha wa 2024-2025 zaidi, lakini bado haijulikani ni mangapi yameweza kuwasilishwa. Makombora hayo yalizua mzozo wakati wa shambulizi la Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku makombora ya ATACMS yakiaminika kuhusika katika angalau tukio moja la vifo vya watu wengi. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, kuna uwezekano kwamba makombora ya ATACMS yalitumika katika mashambulizi ya Februari 28 dhidi ya shule na ukumbi wa michezo katika mji wa Lamed kusini mwa Iran na kusababisha vifo vya takribani watu 21. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinaelezwa kwamba baadaye makombora hayo ya ATACMS yaliweza kuzuiliwa vilivyo na mfumo wa ulinzi wa anga. Ikumbukwe pia makombora haya ya ATACMS ambayo yalitengenezwa kati ya Marekani na Uingereza yalitumika pia huko nchini Ukraine, ambapo kupitia ulinzi wa anga wa Urusi yaliweza kudunguliwa. Pentagon ilikanusha kuhusika kwa namna yoyote ile, ikisisitiza kwamba haikuwa imelenga maeneo yoyote ya Lamed siku hiyo, ikidai kuwa silaha inayoonekana kwenye picha ya shambulio hilo ni kombora la cruise la Iran la Howitzer. New York Times hata hivyo iliongeza tathmini yake ya awali mapema mwezi huu, ikitoa mfano wa wataalamu ambao walisema zana hiyo inaonekana ni kama kombora la ATACMS na haina sifa zozote za projectile iliyotengenezwa nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.